Mzinga? Uko vizuri? Kinyonge sana. Wewe muda ule pale kwani sikupa wote pale. Sasa shida inayokuja labda watu wengine kukosa. Naumia sana. Sina maiki jamani, naomba. Pole. Tunaumizwa na matokeo. Kwanza tuwapongeze wachezaji wetu wamepambana. Siku ya leo wametufanyia surprise. Wametupa idadi ya magoli ambayo tulikuwa tunataka. Na hii inatuonyesha kwamba tunaweza. Tukitaka jambo tunaweza. Sio kwa nini tulishinda National. Labda kwa sababu ya ukubwa wao, mbinu zao, kwa namna ambavyo walikuwa wamejipanga. Sababu National walishafahamu namna ambavyo sisi tumekuwa tukifanya. Yaani utamaduni wa Tanzania tunapokutana na National washajua. Ndio maana wanakuja wamejipanga zaidi. Nimeumia sana kwa kiwango kikubwa sana. Nimeumia kwa sababu mara baada ya mchezo kumalizika, idadi ya goli nilizokuwa nazitaka ndio zile 3, lakini mpira umemalizika. National dhidi ya Farabat ikawa bado kama dakika 6. Kaendelea kufuatilia. Nimekaa ndani sana uwanjani naangalia ile mechi. Mpaka dakika za mwisho zimeongezwa dakika 7 nipo nafuatilia mchezo. Mambo ya kutegemea Waarabu hayo yanakwamisha. Yaani kweli tulishindwa kupata matokeo kwenye mchezo wetu wa nyumbani dhidi ya National. Pale ndio tulipokuwa tunatakiwa sisi tufurahi, sababu hatukutakiwa kutegemea matokeo sasa National. Lakini ndio mpira, tunasema kwamba tuliweka malengo yetu ilikuwa ni kuingia hatua ya makundi, lakini tunashukuru kwa maboresho waliyofanya viongozi wetu, yametuvusha, yamekuwa zaidi, tumetamani kuwa zaidi ya pale, na Afrika itasikitika kwa kuikosa Dar es Salaam Africans kwenye michuano hii hatua ya robo finali, kwa sababu ilikuwa inamhitaji sana Yanga kwa namna ambavyo alikuwa na kiwango bora, namna ambavyo alikuwa anatengeneza nafasi nyingi, kwa sababu Yanga ndio imetengeneza nafasi nyingi sana kuliko timu zote katika michuano hii, lakini hatukuzitumia vizuri. Watani zenu wamefurahia bwana haya matokeo? Yaani sherehe huko. Walichofurahia wao ni sisi kutoka kwenda hatua ya robo finali. Lakini ukweli katika nafsi zao wanajua kwamba sisi hatuwezi kufanana na wao. Sababu wao wameshinda mchezo mmoja, si ndio? Yaani wewe umeshinda mchezo mmoja nyumbani. Michuano hii imeanza, wewe ulikuwa wapi mpaka uje ukashinda mchezo mmoja nyumbani? Hamna utofauti, sasa mmeshinda nyie. Utofauti upo sasa. Utofauti niliokuambia mimi na yeye. Yaani utofauti ni kwamba wote hamjaenda. Walisema kwamba tutakuwa na alama 5 kama wao. Yanga ina alama ngapi? Ina 8. Wao wana alama ngapi? Wana 5. Lakini sisi hamjaenda. Sisi hatujaenda, lakini ukisema kwamba sisi tumefanana na wao, si kweli. Sisi tumemaliza na alama 8. Wao na sisi, nani ambaye amemaliza vizuri? Sisi tumemaliza alama 8. Lakini tumekuwa na matumaini kwa mchezo wa mwisho dhidi ya sawa. Ndio maana nakwambia sisi tulikuwa ni wagonjwa ambao bado tunapumua, lakini wao walikuwa ni wafu, wameshakufa tayari. Kwa sisi tulikuwa tunasubiri daktari afanye mambo yake, lakini daktari mwisho wa siku naye ameenda kutumalizia moja kwa moja. Kaenda kutua moja kwa moja. Daktari kaenda kutumalizia moja kwa moja. Mmetamba kwamba chama lenu tulikuwa tuna uhakika, ndio maana tukakwambia kwamba kwanza kwa kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, kwa namna ambavyo National na wale mabwana kulikuwa hawana uwiano mzuri, kwa maana tulikuwa tunaamini kwa sababu yule ni mtu ambaye ana uwezo wa kupata matokeo nyumbani. Tukaamini kwamba kwa uwezo wake anaweza kumfunga Farabat. Yes, sisi tulichokuwa tunahitaji ni magoli 3 na alama 3, na tuliokuwa tunahitaji, tunashukuru Mungu tumeyapata, lakini National ameshindwa kutuvusha sisi. Lakini mimi nilikuwa na uangalia mchezo wa National, amepambana kadri ya uwezo wake, amepambana sana. Unaweza ukaona National mpira umetoka nje, anakimbia haraka kutaka kurusha. Kwa kwangu mimi tumepoteza nafasi ya kuingia hatua ya robo finali, lakini hasira zetu tunazielekeza tarehe 1. Kwa nini tarehe 1 katikati hapa kuna mechi? Tarehe 1 unajua wameongea sana vijana wa Simba, yani unashinda mchezo dhidi ya KMC alafu unakuja kumtaka Yanga. Yaani unaitaka Yanga baada ya kumfunga KMC. Unaweza ukajiuliza wa watu wako namna gani? Wewe unamtaka Yanga, kwa nini usimtake Mtibwa? Kwa nini usimtake Azam? Yaani unaruka kabisa hatua karibia 18 mbele, unamtaka Dar es Salaam Africans. Niwaambie wana Yanga, tumeondolewa kwenye michuano hii. Ni michuano ambayo ilikuwa inahitaji sana Yanga hatua ya robo finali, lakini haikuwa riski. Tuwapongeze viongozi, malengo yetu ilikuwa ni hatua ya kuingia makundi, tumeingia, lakini kwa namna ambavyo walifanya maboresho tulitamani tuvuke zaidi ya hapa. Naamini inshallah kwa uwezo wa Mungu tutakaporudi tena kwa mara nyingine tutarudi tupo imara. Viongozi wameona wapi ambapo kuna madhaifu, wapi ambapo tumefeli, lakini pia tuwaambie wana Yanga, hizi mechi zinawahitaji sana wana Yanga. Mimi lazima nikwambie, mimi si mnafiki. Nimesikitika sana kuona kuna kikundi cha wauni wengi
ambao wamewakonvinsi mashabiki wa Yanga, wale ambao tulikuwa tunasafiri nao tunakuja huku tunaenda wapi, wamewakonvinsi, wamewapeleka Mwanza. Unashindwa kuisapoti timu yako ya Dar es Salaam Young Africans, ipo uwanjani inahitaji. Muona maeneo mengi kwa yalikuwa yako wazi, unatoka hapo unakwenda Mwanza, unakwenda wapi, unaenda kutangaza dabi ya mashabiki tena unaenda kutumia na nembo ya klabu. Ifikia tu hata taasisi klabu kama klabu itoe neno kwa watu kama hawa, kwa sababu unaikosea heshima klabu. Kuna watu tulikuwa nao, lakini leo hii wale watu hata kwenye mechi za Yanga hawaji, wanaenda kwenye mechi za Simba. Kila Simba anapocheza ukiwaangalia vizuri wako pamoja. Yaani mtu ametoka kuitukana taasisi alafu anawaambia wale watu ambao wako ndani ya taasisi kwamba waje kwenye dabi. Si umeelewa? Ni jambo la kusikitisha sana. Ifikia hatua hata viongozi wetu walizungumze hili, wawaonye hawa watu kutumia nembo ya taasisi. Hatukatai kusapoti na hayo mambo mengine, lakini unatakiwa uheshimu. Mechi ya leo ilikuwa inahitaji sana mashabiki na wanachama. Msemaji wetu amezungumza, jamani, twende tukaujaze uwanja. Yanga ni ya kwetu, unaiachaje? Mpaka hapo ulipofikia ni kwa sababu ya Yanga. Yanga kwanza, hayo mambo mengine baadaye. Lakini yote kwa yote tukutane tarehe 1. Taarifa njema niliyoipata kwamba tunaweza tukacheza hapa ni baada ya kuwa tarehe 1 kuna matumizi ya uwanja wa Benjamin Mkapa, mashindano ya Qur'an. Lakini kikao cha awali kilikuwa kinazungumzwa, wakashindwa kupata maelewano, ikabidi waisukumie wizara, itajua inafanyaje. Lakini kwa sababu sisi ndio wenyeji hili gereza, nikwambie ndugu yangu, kama wameweza kufungwa watu humu, JS Kabiri ameweza kuhukumiwa katika gereza hili. Simba tumemfunga mara nyingi sana, lakini kipigo cha mara ya 6 tuliokuwa tunamfunga Simba, si umeelewa? Simba sisi kumfunga mara ya 6 amekuwa anapelekwa katika vigereza vidogo vidogo. Simba tumemfunga mara ya 6 unampeleka Ukonga. Yaani Simba anafungwa mara ya 6 mfululizo unampeleka Ukonga. Lakini JS Kabiri, Farabati wanakuja wanawekwa kwenye gereza kuu hili hapa. Gereza la Guantanamo. Sijapenda. Kwa hiyo tuwaombe waje hapa nao waingie jela. Asante. Asante sana.